Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG ya mwaka wa fedha iliyoishia tarehe 30 Juni 2025 imeonyesha maeneo ambayo tumefanya vizuri, lakini pia imeonyesha changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji hatua madhubuti. Na miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na zifuatazo. Kwanza, miradi kutokukamilika kwa wakati kutokana na sababu mbalimbali ambazo tutaona hapo baadaye. Baadhi ya sababu hizi ni uzembe wa watendaji wetu, jambo ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mkoa huu hilo hatukubaliani nalo. Lakini sababu nyingine, udhaifu katika ufuatiliaji wa fedha za mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Tunajitahidi lakini bado. Lakini malimbikizo ya muda mrefu ya madeni ya watumishi na wazabuni. Sababu nyingine ni kutokuzingatia miongozo ya utekelezaji wa matumizi ya fedha za umma. Hata halmashauri tulikotoka tunakusanya vizuri, lakini kutenga fedha kwa ajili ya maelekezo yaliyotolewa na serikali tunashindwa. Kukusanya vizuri, kutenga tunashindwa. Hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, hatukubali kwa mkoa wa Mtwara. Kuna fedha za ujenzi, kwa mfano wa hospitali tuliletewa mpaka fedha za ziada, bado hatujazitumia. Huo ni uzembe wa moja kwa moja watendaji wetu na tujirekebishe mara moja. Napenda kusisitiza pia kuna umuhimu wa kutekeleza kwa wakati maagizo yote ya kamati ya kudumu ya Bunge ya hesabu za serikali yani BLAC yaliyotolewa kwenye kikao cha tarehe 22 mwezi wa 8 2024, kwa kuwa kamati hiyo inafanya kazi kwa niaba ya Bunge ambacho ni chombo kikuu cha kuisimamia serikali yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na maagizo yatakayofuata, mimi niwaambie tu watendaji wa halmashauri hii kwamba hoja zote za ambazo ziko katika ngazi ya halmashauri za kiutendaji, hizo zitekelezwe kabla ya tarehe 30 mwezi huu 2026. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anahitaji tabasamu kwa wananchi. Lakini ukiangalia wakati tunajadili hoja, zipo hoja ambazo sasa zinaelekea kuwa kero kwa wananchi. Kwa mfano fidia, hilo kwa kweli tuliepuke, na kama nilivyosema, uongozi wa mkoa hautakubaliana nalo. Itakuwa ni mbaya, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu anatembea mikoani, alafu hapa tuje tupate kero ya halmashauri na wananchi. Hiyo itakuwa mbaya sana katika mkoa wetu. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, nipende kutoa maelekezo mahususi kwa ajili ya utekelezaji kwa wataalamu wetu kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, usimamizi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwenye ngazi ya halmashauri na kata. Kama nilivyosema hapo awali, ni jukumu la kila mmoja. Halmashauri ihakikishe inaongeza thamani ya miradi na kupunguza matumizi yasiyo ya lazima pale inapowezekana kwa kutumia nguvu za wananchi. Aidha, halmashauri ihakikishe miradi inayotekelezwa kwenye maeneo yake inakamilika kwa wakati. Tumeshasemea mfano mradi wa hospitali kwa wakati uliopangwa, ili kuondokana na hoja zinazotokana na halmashauri kushindwa kukamilisha miradi yake kwa wakati. Halmashauri ihakikishe kuwa mashine za kukusanyia mapato yani POS zinatumika ipasavyo na kuhakikisha kuwa mapato yote yanakusanywa kwa njia hiyo, na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kudhibiti aina zote za matumizi na upotevu wa mapato ya serikali. Tatu, kuwepo na mfumo madhubuti wa kusimamia marejesho ya fedha kutoka kwenye vikundi vilivyokopeshwa. Halmashauri
ihakikishe inaandaa mpango kazi na marejesho ya mkopo na kuhakikisha fedha zote zilizokopeshwa zinarejeshwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana, mmoja wa madiwani alisema si huwa kuna mpango kazi, na mmoja madiwani wako Mheshimiwa Mwenyekiti ni wasomi kabisa. Mmoja akasema kuna performance indicator, PKI, key performance indicator. Ziko wapi? Ni lazima halmashauri tutumie hizo ili kujipima kwamba nimefikia lengo langu kwa kiasi gani kwa wakati unaotakiwa. Halmashauri iongeze jitihada kufuatilia vibali vya kuthibitisha watumishi wanaokaimu nafasi za uongozi kwa muda mrefu bila kuthibitishwa ili kuondokana na hoja ya namna hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikufahamishe kwamba tulikuwa na ugeni pia wa Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Tulimwasilishia pia swala hili la upungufu wa watumishi na akaahidi kutusaidia, lakini kwa ngazi yetu na sisi tuendelee kupush. Halmashauri pia ihakikishe kuwa utekelezaji wa taarifa ya CAG iwe ni ajenda ya kudumu katika vikao vya mapato na matumizi katika halmashauri yenu na kuwasilisha taarifa za utekelezaji kwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwatake wataalamu wa halmashauri, hoja za CAG, kamati ya Bunge, zisijadiliwe wakati tu mabaraza haya yanafika. Hizi hoja zilikuwepo mwaka uliopita na miezi kama 5 hivi. Ni lazima wawe wanajadili ili kupata suluhu. Wakija hapa wanatueleza mahali ambapo wamefikia. Halmashauri pia inaelekezwa kuandaa mpango mkakati, walilisema waheshimiwa madiwani pia, wa kuhakikisha fedha zote za mauzo ya uwanja zinakusanywa mapema iwezekanavyo. Aidha, mpango huo uwasilishwe ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya ufuatiliaji. Kaimu rasi huko hapa pia ufuatilie hilo. Halmashauri ihakikishe inatenga bajeti kwa ajili ya kulipa madeni ya fidia kwa wananchi wanaodai ili kuepuka kero mbalimbali kutoka kwa wanufaika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitataka mpango kazi wa malipo ya fidia wa halmashauri hii kabla ya tarehe 30 mwezi wa 6 kwa wananchi wetu. Fedha halmashauri wanazo, wana vyanzo vingi vya fedha, wasitukandamizie wananchi wetu kwa kushindwa kuwalipa fidia. Hapana, mkoa haukubali kitu cha namna hiyo. Halmashauri iandae mpango mkakati wa uuzaji na ukusanyaji wa madeni ya viwanja vya mradi wa K3 hizi KKK ili kuweza kulipa deni linalodaiwa na Wizara ya Ardhi. Nimshukuru sana Mheshimiwa diwani, sikumbuki jina lake, lakini ameongea ili kwa uchungu sana kwamba mmeuza viwanja, mmekopeshwa fedha, tunashindwa kurejeshwa fedha na kukosa fursa zingine na kuweza kupata fursa ya kupata mkopo mwingine kwa maendeleo ya halmashauri yetu. Haya mambo yote wataalamu wetu wapo, wamesoma vema. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanaweza kufanya haya mambo. Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini sio kwa umuhimu, halmashauri ihakikishe inazingatia matumizi ya mfumo wa ukaguzi na ufuatiliaji wa fedha, yani Inspection and Financial Tracking Management Information System, ili kurekebisha ufuatiliaji na utekelezaji wa hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, yani CAG, na maagizo ya kamati ya kudumu ya Bunge ya serikali za mitaa, yani LAC. Mheshimiwa Mwenyekiti, nisisitize tu kwamba nawaagiza wataalamu wa halmashauri, hoja zote ambazo ziko chini ya halmashauri sio za kisera,
zinatakiwa zitekelezwe na halmashauri, zitekelezwe na kufutwa ifikapo tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka huu. Zile hoja zinazovuka kwa ajili ya mwaka mpya wa fedha zitekelezwe ifikapo tarehe 30 Desemba, na ripoti hizi zote tutaomba Mheshimiwa Mwenyekiti wa kikao halmashauri watuletee mkoani, hasa ile la fidia kwa wananchi wetu.